Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, nyinyi wote ambao mnao nifuatilia na waita waheshimiwa, naomba kuwasalimia hamujambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya, labi penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Serikali ya Rais wa sasa Samia Suluhu Hassan imeweza kuzungumzia barua ya kuwafuta kazi ama kuwasimamisha kazi watumishi wa umma ama wafanyikazi wote wa umma ambao wanaunga mkono maandamano nchini Tanzania ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kulikuwa na barua ambayo ilikuwa inasambazwa katika mitandao ya kijamii ikidai kwamba imetumwa kutoka kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan kwamba yeyote ambaye anaunga mkono ama anajihusisha na wanaharakati kusukuma maandamano ya tarehe 9 watasimamishwa kazi. Naenda kusoma barua hiyo kisha baadaye nitawaambia vile serikali imeweza kunguruma ama kuzungumzia barua hiyo. Na barua hii ilikuwa inasema hivi, ili tuisikize kisha baadaye tutaangalia upande wa serikali vile wamezungumzia swala hilo. Lakini kabla nisome hiyo barua, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini unapoendelea kutazama hii kana kwa heshima na taadhima, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa haujasubscribe na kupembeleza uweze kusubscribe kwa kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Tikadu kikura kengele, bonyeza kengele na nia ya kubonyeza kengele wakati ule ambao nitaweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Ukimaliza kutazama, please I'm requesting you sambaza hii kana kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook. Tuma hii link ili tuweze kuwasilisha ujumbe kwa wengine. Without wasting your time, back to our analysis. Kuna barua ilikuwa inasambazwa katika mitandao ya kijamii kidaiwa kutoka kwa ofisi ya Rais Samia Suluhu Hassan kutishia kwamba kuwasimamisha kazi wale ambao wanaunga mkono maandamano ya tarehe 9 mwaka huu nchini Tanzania. Barua hii ilikuwa inasema hivi, kisha baadaye nitakuambia vile serikali imeweza kuzungumzia swala hilo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Rais. Onyo kwa watumishi wa umma. Barua hii inadaiwa kutolewa tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Ikasema ya kwamba serikali kupitia ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora imebaini kuwa baadhi ya watumishi wa umma wanaendelea kufuatilia, kushahadia na kutoa maoni kwenye akaunti na kurasa za mitandao ya kijamii zinazoendeshwa na watu binafsi au makundi yanayochochea chuki dhidi ya serikali, kusambaza taarifa za uongo na kupanga maandamano yasiyo na vibali. Baadhi ya akaunti zinazofuatiliwa na baadhi ya watumishi pamoja na Mage Kimambi, Edgar Edison ambaye anajulikana Asactiva, Maria Sarungi ambaye anajulikana kama Sehai na akaunti nyingine nyingi zenye tabia zinazofanana. Tabia hiyo inakiuka moja kwa moja kanuni za maadili ya watumishi wa umma, sheria ya utumishi wa umma, marekebisho yake na maagizo ya kudumu ya utumishi, hasa wajibu wa uaminifu kwa taifa na serikali. Hivyo serikali inatoa agizo la mwisho: acheni mara moja kufuatilia au kutoa maoni yoyote kwenye akaunti na kurasa hizo. Watumishi wanaoendelea na tabia hiyo watachukuliwa hatua za kinidhamu kali bila onyo la ziada, ikiwemo kusimamishwa kazi mara moja na kufutwa kazi kabisa bila malipo ya faida za kisheria. Watumishi wa umma wanapaswa kuwa wazalendo wa kweli wanaotakiwa kulinda heshima ya taifa, kuheshimu serikali na kufuata sheria za nchi, kushiriki au kuunga mkono
Maudhui ya uchochezi ni usaliti kwa taifa na kwa wajibu wenu wa kiapo. Serikali inatarajia utii kwa kila mtumishi anayejali uzalendo wake na mustakabali wake wa utumishi. Imetolewa na vile inadaiwa ikatiwa sahihi na Ntegenjwa Hosea, mkuu wa kitengo cha mawasiliano ofisi ya Rais. Hii ni barua ambayo ilikuwa inasambazwa katika mitandao ya kijamii kwamba maafisa wa polisi ama wanajeshi ama watumishi wa umma wala ambao ni wafanyikazi katika serikali ya Samia Suluhu Hassan, ikiwa wanaendelea kufuatilia akaunti za wanaharakati na kucomment kuhusiana na maandamano ya tarehe 9 mwezi huu wa 12, watachukuliwa hatua kali na kufutwa kazi mara moja. Lakini serikali imeweza kunguruma na kuweka hiyo barua kwamba ni fake. Wakasema ya kwamba serikali imekanusha taarifa ya kuwachukulia hatua watumishi wa umma wanaofuatilia wanaharakati. Yani serikali imesema ya kwamba hiyo barua haikutoka ofisi ya Rais Samia Suluhu Hassan, ila tu ni barua ambayo ilikuwa gushi. Kwa hivyo ni ishara tosha kwamba hii barua ni gushi. Serikali imekanusha taarifa inayosambaa mitandaoni tarehe mosi Disemba mwaka 2025 kuhusu madai ya kuwachukulia hatua watumishi wa umma wanaofuatilia wanaharakati mitandaoni. Taarifa hiyo imetajwa kuwa ya uongo na isiyo rasmi na imewekwa alama ya fake na kitengo cha mawasiliano serikalini. Wananchi na watumishi wa umma wanahimizwa kuzingatia vyanzo halali vya taarifa na kuepuka upotoshaji unaoweza kuathiri utulivu wa kiutumishi na heshima ya taasisi za umma. Kwa hivyo serikali imeweza kuzungumzia barua hii na kusema ya kwamba ilikuwa wishi, haikuwa halali. Kumaanisha hata mtumishi wa umma anapo comment katika akaunti zile ambazo zimetajwa ama anapo zungumzia mambo ya maandamano anakubaliwa, hakuna hatua kali za kisheria atachukuliwa. Lakini vile tunajua sheria, ukifanya kazi lazima uwe mwaminifu na appointing authority. Hata wanajeshi, maafisa wa polisi ama jeshi la wananchi lazima wawe watiifu to appointing authority. Hawawezi kuunga mkono mambo ya maandamano. Ikumbuke kwamba vijana wa Gen Z wamepanga na kuweka mikakati. Nimeona mabango yakisambazwa katika mitandao ya kijamii kwamba tarehe 9 kutakuwa na maandamano nchini Tanzania kulalamikia uongozi mbaya ama uongozi ambao sio halali kufuatia uchaguzi uliokamilika hivi majuzi katika taifa la Tanzania. Sisi tutakuwa tunaweka jicho pale ili kuhakikisha kwamba yote yale ambayo yanatendeka tunawajulisha. Kwa hivyo tunaona wanaharakati mbalimbali wanaendelea kusisitiza ya kwamba kutakuwa na maandamano tarehe 9 mwezi wa 12. Kumbuka kwamba hata serikali ya Samia Suluhu Hassan iliweza kufutilia mbali sherehe ya kuadhimisha uhuru katika taifa la Tanzania, sherehe ambayo ingefanyika siku hiyo hiyo ya maandamano. Lakini tutakuwa tunafuatilia na kueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kuwajulisha matukio yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload another video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content also, have WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.